Haleluya, haleluya, haleluya. Ninaamini kwamba uko mzima kabisa popote ulipo. Ninashukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekupatia nafasi tena kujiunga pamoja na mimi mchana huu na adhuhuri njema. Kama vile nilikuwa nimekuahidi asubuhi katika ibada zetu kwamba tutarudi tena, kwa sababu sauti ya asubuhi ilizingua kidogo. Tulipokuwa tunafanya zile ibada zetu za asubuhi, tuligundua kwamba sauti imekuwa na tatizo. Sasa mafundi wetu wa mitambo wamehakikisha kwamba hiyo imefanyika vizuri kwa njia inayofaa. Sasa tumerudi. Kwa hivyo ningependa unijulishe jamani, unatazama ukiwa wapi, na kama sauti inafika wakati huu. Kama sauti inafika nijulishe hapo, na kama vile picha inakaa vizuri pia nijulishe hapo. Ni marudio tunayafanya ya ile ibada yetu ya asubuhi, kwa sababu ujumbe ule ulikuwa umekusudiwa kwa ajili yako, lakini haukuwezekana. Kwa hivyo niandikie ujumbe, nionyesha kama je, unatupata ukiwa eneo gani. Nijulishe kwamba unatupata ukiwa sehemu gani. Kwa utukufu wa Kristo Yesu. Ninaitwa Mwalimu Shaban Brima. Kwa hiyo ninapenda nije kwako kwa njia ya uzuri sana katika jina la Yesu Kristo, kwa utukufu wa Kristo Yesu. Kwa wale ambao mnatutazama mkiwa upande wa pili na ndio unajiunga nasi kwa mara ya kwanza kabisa, ningependa ujue kwamba asante sana, asante. Kwa wale ambao mnajiunga pamoja nasi kwa mara ya kwanza kabisa na ndio mara yako ya kwanza kujiunga na sisi, naomba nikufahamishe kwamba mimi naitwa Mwalimu Shaban Brima. Tunakuja kwako kutoka maeneo ya Utawala. Sasa Utawala ni kitongoji au ni eneo ambalo liko katikati mwa jiji la Nairobi, au miongoni mwa maeneo yaliyoko katika jiji la Nairobi, jiji kuu la nchi tukufu ya Kenya, na tuko Afrika Mashariki. Sasa nifahamishe basi kama unatutazama ukiwa wapi, na kama sauti ni nzuri tufahamishe. Tuko on Facebook live na vile vile tuko YouTube live. Sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametuwezesha kuyafanya mambo yote haya. Biblia inasema tunaweza kuyafanya yote kupitia Kristo Yesu atutiaye nguvu. Asante sana, ninashukuru. Kwa hivyo kabla hatujazama katika mazungumzo ya leo au katika mafundisho ya leo ya ibada yetu, ningependa kuwashukuru mafundi wetu wa mitambo. Wamefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba sasa vitu zinakaa vizuri. Kwa hiyo namshukuru vile vile Kristo Yesu ambaye amekupatia nafasi ya kujiunga pamoja na sisi katika ibada hii. Asante sana. Kwa wale ambao mnatuangalia katika Facebook, ninaona Masi Gadhemba yuko anakuja kwetu kutoka Kiambu watching live. Asante sana dada Masi kwa msaada huo ambao umeufanya. Sasa zambaza ujumbe huu katika Facebook page yako vile vile, ndio iwe rahisi kwa marafiki zako pia kufuata katika kanuni hii. Sasa ujumbe wa leo ulikuwa unahusu sisi kwa jawabu la swali ambalo dunia inauliza. Sisi ndio jawabu ambalo dunia inauliza. Nikisema sisi inamaanisha wewe na mimi ni kanisa, na kama kanisa basi tumefanyika jawabu la swali au maswali ambayo dunia inauliza. Somo langu linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kabisa. Unajua mambo ya msingi yafanywe msingi kwanza, alafu mambo ya baadaye yatafuata. Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na mambo haya mengine yote mtazidishiwa. Kwa hivyo tunaanza na mambo ya msingi. Biblia inamaanisha sana wakati inaanza na mambo ya msingi. Kitabu cha Mwanzo ndio kitabu kinachofungua uandishi wa Biblia, na inakusudiwa kwamba katika masomo ya Biblia kwamba ni kitabu kilichoko katika vitabu vya mwanzo kabisa vya kihistoria. Biblia ina vitabu vya kihistoria, ina vitabu vya mashairi yani poems, na vile vile vitabu vingine kama vya sheria, na vitabu vingine vya manabii, alafu kuna Injili huko mbele, mambo kama yale, na nyaraka. Sasa hiki ni kitabu ambacho kinazungumzia habari ya historia. Kwa hivyo ni miongoni mwa vitabu vya kihistoria. Historia hii imeandikwa kutukumbusha sisi na kutuonesha sisi vile ambavyo tunafaa kuhusiana na Kristo Yesu
ambaye ndiye Mungu wetu, na vile ambavyo tunahitaji kutembea katika safari ya kujiandaa sio tu kwa ujio wa Kristo Yesu kwa mara ya pili, lakini kwa kanuni za kutusaidia kuishi pia duniani maisha ya amani na utulivu. Sasa tusome pamoja katika Mwanzo sura ya 1. Nitasoma aya ya 4, na nafikiri fundi wangu wa mitambo sijui kama tunaweza pata Biblia ya Kiswahili, maana nafikiri kwamba ile Biblia niliyokuwa nitumia Kiswahili ilikuwa ya gadget na imetoka na mwenzako. Sasa niangalie kama tunaweza pata Biblia ya Kiswahili, itakuwa vizuri. Lakini kama sio hivyo, ningependa kutumia Kizungu, lakini nitakuwa na tafsiri maneno haya mara kwa mara ili kwamba ipate kueleweka. Na kama una Biblia ya Kiswahili hapo nyumbani, fungua sasa. Na mali nakosea, andika ujumbe wa mwalimu hapo, umepiga nje kidogo. Kwa hiyo tusome sura ya 1 kabisa kitabu cha Mwanzo, aya ya 4. Kwanza ya 3 na ya 4. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light. God saw the. Neno hilo the light. God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako ambalo tumelisoma. Asante kwa mtazamaji wangu. Ninaomba ya kwamba utusaidie pamoja tunapotembea katika safari ya kuyafahamu maandiko matakatifu na kufahamu kusudi lako ambalo unalo maishani mwetu. Itimie furaha yako ndani ya maisha yetu, kwamba tumetembea katika haki iliyokusudiwa na maandalizi na matayarisho ya watu wako kukemewa na kurekebishwa kwa ajili ya kazi njema ya ufalme. Asante Roho Mtakatifu, rafiki yangu na mwalimu wangu. Ninaomba Bwana, chukua usukani, fundisha watu wako kwa kusudi lako mwenyewe. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Natumai kwamba umesema amina. Sasa ile andiko nimelisoma lipo katika kitabu cha Mwanzo, ndilo andiko la msingi, ni kiini hasa cha kila mafunuo yaliyoko katika Biblia takatifu. Kwa sababu wakati Mungu anaumba dunia, ulimwengu, aya ya 1 inasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Aya ya 2, na nchi ilikuwa ukiwa na utupu, na giza lilitanda juu ya vilindi vya maji. Giza lilitanda juu ya vilindi vya maji. Kwa hiyo inamaanisha kwamba wakati Mungu anaumba mwanzoni, taswira ambayo tunapatiwa ni kwamba dunia ilikuwa imejaa giza tupu. Maji ambayo yalikuwa ndio yamekaa katika uso wa nchi yalikuwa yamefunikwa na giza tupu. Kisha Mungu akaja kwa aya ya 3 akatambulisha kwetu jambo ambalo lilileta tofauti kabisa. Lilileta tofauti kabisa katika historia ya uumbaji. Anazungumza, anasema kisha Mungu akasema nuru kuwa. Sasa nuru kuwa katika hilo andiko haimaanishi ya kwamba nuru iliumbwa. Nuru haikuumbwa. Nuru ilitambulishwa kwa ulimwengu. The light was introduced to the face of the earth. This light that we are talking about was not created light. This was not created light. In verse 3, it was not the created light. Haikuwa nuru iliyoumbwa. Sasa Kiingereza ni lugha maskini sana. Kiingereza ni lugha iliyopungua kwa fahari ya maneno na utajiri. Kiswahili ni lugha iliyo tajiri sana. Ni lugha iliyo na ukuu na fahari. Ni lugha iliyo na utanuzi mkubwa sana. Sasa kwa Biblia ya Kiswahili tunaoneshwa kwamba
wakati Mungu anazungumza alitambulisha kwetu nuru. Hakuumba nuru, maana giza lilikuwa limetanda juu ya nchi. Katika uumbaji kulikuwepo na giza. Ina maana giza lilikuwepo. Wakati Mungu anaamua kwamba lile giza liondolewe, hakuumba nuru, alitambulisha. He introduced light, the light, not light, the light, the only light. Akaitambulisha katika uso wa nchi, akasema nuru kuwa juu ya uso wa nchi. Nenda uwe juu ya uso wa nchi. Naye nuru au nalo nuru likaonekana. Na Biblia inasema katika aya 4, akaangalia akasema inapendeza. Maana wakati wa giza ilikuwa ipendezi. Wakati nuru imeonekana katika vilindi vya maji na juu ya uso wa nchi, ikapendeza. Nimekuambia kwamba lugha ya Kiswahili ni tajiri. Naomba kutetea useme wangu. Na nikakwambia kwamba lugha ya Kiingereza ni maskini. Naomba nitetee usemi wangu katika aya ya 14 ya hilo andiko la sura ya kwanza ambao nimeisoma mwanzo. Biblia inasemaje katika sura ya 14? And God said, let there be lights. Na sasa wingi wa light. Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night. Sasa kwa Kiswahili, hapo ndo napendelea lugha yangu tukufu ya Kiswahili. Anasema na kuwe sasa, akasema kuwe na mianga katika anga la juu, anga la mbingu. Akaumba sasa mianga miwili katika mbingu. Na akasema mianga hii miwili iliyoumbwa, mmoja ni mwanga mkuu na mwingine ni mwanga mdogo. Mwanga mkuu ni jua litawale mchana, na mwanga mdogo ambao ni mwezi kisha na nyota vitawale usiku. Na mianga hii miwili akaipatia kazi, akasema itakuwa inatenganisha msimu na msimu mwingine, nyakati na nyakati, majira na majira. Sasa hii hapa ndio uumbaji. Kilichoumbwa katika aya 14 kinaitwa mwangaza au mianga, na mianga ndio sababisho la mwangaza. Lakini nuru ilikuwa haikuumbwa. Nuru ilikuwepo tangu mwanzo. Nitakuonesha vile nuru ilikuwepo tangu mwanzo. Kwa hivyo dunia bila nuru, watu wanatembea katika giza. Dunia bila nuru, watu wanaenda katika kukungwaa kwa usiku. Maana giza sio kukosekana kwa mwangaza. Giza ni kukosekana kwa nuru. Kwa Kizungu, darkness is not the absence of the light. Darkness is the absence of light. Naona Kizungu vile ni lugha nyepesi. Maana haiwezi tofautisha mambo haya mawili. Sasa nakuonesha. Nikisema the light ni nuru. Light ni mwangaza kwa Kizungu. Unaona hapo ndo kuna tatizo la lugha ya Kiingereza. Sasa giza sio hali ya kukosekana kwa mwangaza. Ni hali ya kutokuwepo na nuru. Kwa sababu gani ninazungumza mambo haya? Yanaonekana kama mafumbo. Ni kwa sababu Biblia ni nzito na ina ukubwa sana. Sasa ukiingia katika kitabu cha Yohana sura ya 8 aya 12, utaona jambo la kupendeza sana. Ile nuru ama yule nuru aliyezungumziwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya 3, anazungumziwa tena. Tunaletewa katika Agano Jipya, tunaoneshwa ilikuwa vipi. Sasa hiyo ndio raha ya maandiko. Kwa hiyo
Mungu sasa anakuja kutuonesha kile kilichozungumzwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 aya 3 ni nini katika maandiko ya Agano Jipya. Kwa sababu gani? Agano la Kale ni kivuli cha mambo mema yajayo. Hivyo ndivyo Waebrania tunapoambiwa kwamba kivuli hiki kilitimizwa, ama tuliletewa taswira kamili, au yule aliyekuwepo anazungumziwa katika lile agano, tuliletewa picha yake, sura yake katika Agano Jipya. Sasa katika Agano Jipya ukisoma Yohana sura ya 8 aya ya 12 utaona jambo la kupendeza sana hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu msomaji wangu wa lugha ya Kiswahili leo hayukuwepo, ameshughulika kidogo, naomba nitumie tu lugha zote mbili. 8:12 Biblia inasema, Yohana, John chapter 8 verse 12. Biblia inasema hivi. Glory to Jesus. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light. Jesus hakusema I am light, I am the light. Now in the beginning, in chapter 1 verse 3, the Lord said, let there go the light. Sasa hapa Yesu anasema mimi ndimi nuru. Nuru iliyozungumziwa katika Mwanzo ni mimi. Mimi si mwangaza, mimi ni nuru ya ulimwengu. Yeye aendaye ndani yangu hataona giza, hatatembea katika giza, bali atatembea katika uwazi wa maisha. Kumbe ukiwa hauna Kristo Yesu unatembea katika giza, na wao waliompokea Kristo Yesu wanatembea katika nuru. Sasa taifa la Kenya lipo katika matatizo makubwa kipindi hiki, na si tu Kenya peke yake, lakini ningependa nizungumze kuhusu taifa hili letu tukufu la Kenya. Ulimwengu upo katika giza, lakini maana ni nabii wa taifa, naomba kuzungumza kwa niaba ya taifa la Kenya. Nchi hii ipo katika giza kubwa sana. Vyombo vya habari vinatufahamisha kwamba mimba za mapema zimeshuhudiwa kwa njia kubwa zaidi, vile ambavyo haijawahi kushuhudiwa tena katika taifa hili. Tathmini na hisabu zinatolewa kuonesha kwamba nchi, vijana wetu, watoto wetu wa kike wamekuwa na mimba za mapema kwa kiasi kikubwa na cha kusikitisha kipindi hiki. Na sasa taifa limeamua kwamba watatengeneza jopo kazi la washauri nasaha, yani counselors, waongeleshe vijana wetu, waongee, washughulike na hilo tatizo ambalo limekumba nchi. Naomba niwafahamishe viongozi wetu kwamba majopo kazi yote ambayo yanakwenda kubuniwa kushughulikia mimba za mapema yamekwisha shindwa tayari, na watashindwa kabisa. Na washauri nasaha, counselors, ambao wamejitokeza kufanya kazi hiyo wanaenda kushindwa vibaya mno. Unaona, ni jambo la kusikitisha. Wanashindwa kwa sababu gani? Watashindwa si kwa sababu hawana ujuzi wa kuzungumzia mambo haya, lakini watashindwa kwa sababu wanashughulika na jamii, society ambayo tayari inatembea katika ukungu wazi wa giza kubwa. Jamii inatembea katika giza totoro, giza kubwa sana. Kwa hiyo kinachohitajika sio majopo kazi. Kinachohitajika katika taifa hili ambalo limekumbwa na visa vya uhalifu, vijana wetu wadogo, nasikia katika vyombo vya habari kwamba kuna mtindo wa vijana kuiba vipochi vya wamama na simu za rununu. Ukiongea jioni, unatembea, unasikia vijana wako kwa bodaboda wamechukua simu yako, wamechukua pochi, wameenda. Matatizo haya yataisha wakati nchi itaingia katika nuru. Nchi itaingia katika nuru. Kwa sasa nchi inatembea katika giza, japo kuna
umeme, jua linawaka, linazama jioni, tunaona ni kama ni mchana, si mchana tena. Katika ulimwengu wa giza, katika ulimwengu wa kiroho kuna giza kubwa. Katika ulimwengu wa kiungu kuna giza kubwa sana ambalo limekumba nchi. Kwa hiyo tunahitaji nuru. Naye nuru huyu ni Kristo Yesu. Vijana wetu wanahitaji Kristo Yesu. Wanahitaji sio ushauri na saa, wanahitaji kutembezwa katika mafundisho ya ufundishaji wa kanuni za Biblia. Inaitwa discipleship. Wanahitaji kuwa wanafunzi wa Kristo Yesu. Watoto wetu wanahitaji kuwa wanafunzi wa Kristo Yesu, kwa sababu wakiwa wanafunzi wa Kristo Yesu, yeye anayesema mimi ndimi nuru ya ulimwengu, atawafanya mali yake. Na akiwafanya mali yake, atafika katika maandiko matakatifu yaliyoko katika Mathayo sura ya 5 aya 14 na aya 16, ambaye anatuhimiza, anatuambia nyinyi ndinyi nuru ya ulimwengu. Mumefanyika nuru ya ulimwengu. Kwa sababu gani Yesu atupatie cheo ambacho ni yeye peke yake alikuwa nacho mwanzoni? Wakati anazungumza anasema mimi Yesu, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Mbona ifike sehemu atupatie hicho cheo? Sasa Wakristo wafanyike nuru ya ulimwengu wakati yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Mbona ametufanya nuru? Ametufanya nuru kwa sababu katika Mathayo sura ya 16 alishatupatia nguvu na uwezo. Nguvu hiyo na uwezo huo amesema, nitalijenga kanisa langu, nayo milango ya kuzimu haitalishinda. Na kwenda kulijenga kanisa langu. Kumbe kanisa ni yeyote aliyemwamini Kristo Yesu. Naye huyo kanisa amepatiwa nguvu, funguo za mamlaka ya kuzimu. Kufunga chochote duniani nacho kitafungwa. Kufungua chochote mbinguni nacho kitafunguliwa. Biblia inasema chochote utakifunga duniani wewe muumini, kimefungwa mbinguni. Na chochote utakachokifungua hapa duniani kimefunguliwa juu mbinguni. Kwa hiyo umepatiwa mamlaka makubwa, licha ya kwamba wewe ni nuru. Sasa nuru yako inafaa kuangaza. Isaya sura 60, maandiko yanasema inuka uangaze, maana nuru yako imekwisha fika. Imekujilia nuru yako. Yesu Kristo amekujilia, inafaa uangaze. Sasa taifa linafaa kufahamu mahali ambapo limekwenda kinyume. Na taifa limekwenda kinyume pa viongozi wa nchi. Viongozi hawajatambua kazi ya kanisa katika nchi. Kanisa si sehemu ya kuokota pesa. Na hapo ndio taifa limeenda kinyume. Nimesikia viongozi wanasema, makanisa sasa yamefika yamepiga kelele kwa sababu sadaka hakuna. Wachungaji wanapiga kelele kwa sababu sadaka hakuna. Hapana. Hatuhitaji sadaka wakati huu. Tunahitaji taifa lililounganika pamoja. Hatuhitaji sadaka sasa. Tunahitaji taifa lililo na ushindi. Si sadaka tunataka watoto wetu watembee katika kanuni zao zinazofaa za maandiko. Hatuhitaji sadaka leo. Tunahitaji watoto wetu watembee katika kumwogopa Mungu. Hatuhitaji sadaka leo. Tunataka vijana wetu watembee katika hofu ya Mungu. Si sadaka. Wengi kanisa linaishi bila matoleo yoyote. Kwani taifa limetoa pesa ngapi kuthamini kanisa? Kanisa limetembea bila matoleo kutoka kwa taifa. Wakati taifa linafanya bajeti yake, nataka nikufundishe wewe unayesema kwamba kanisa linangoja sadaka. Naomba nikufundishe. Wakati taifa linafanya bajeti katika taifa, wakati wanafanya makadirio ya bajeti, ni kitengo kipi cha pesa au ni kiasi gani cha pesa ambacho kanisa linapewa? Ili wewe kiongozi useme hawa watu tutawafungia sasa, masadaka yameisha, ndio maana wametoa sauti yao. Vile rais aliyo na umuhimu katika taifa, hivyo ndivyo viongozi wa kanisa na wa kiroho walio na umuhimu katika taifa letu. Vile madaktari ni muhimu, hivyo ndivyo kanisa lilivyo na umuhimu.
Vile polisi walivyo na umuhimu na vyombo vya usalama, hivyo ndivyo kanisa lilivyo na umuhimu. Mimba za mapema kwa watoto wetu tutakabiliana nazo wakati watafundishwa kumcha Mungu. Naomba nikuulize na nikueleze, kama wewe ni kiongozi, hausaidii kwa kuzuia watoto kukusanywa pamoja na wachungaji na kufundishwa. Kwa sababu mbili: hawa watoto wako mitaani, wanacheza mpira pamoja katika viwanja vya estate zetu. Hawa watoto wapo wanacheza michezo yao ya utotoni pamoja, hawana mask, hawana social distance. Watoto wapo hapa miongoni mwetu. Watoto wangu wapo nje, wapo nje, wa fulani wako nje wanacheza. Sasa kama kanisa lingepatiwa nafasi ya kuwaweka watoto hao pamoja, waosheshwe mikono, wavalishwe mask, tuwakalishe katika vikundi vidogo vidogo, tukabiliane na wao, tuwafundishe kicho cha Mungu, ingekuwa rahisi. Na hatuwezi fanya mambo haya katika street. Tunafanya mambo haya katika mazingira ya kanisa. Tunafanya mambo haya katika mazingira ya kanisa. Kwa sababu gani mazingira ya kanisa yapo? Hata wakati wa mwanzo kuna mfalme mmoja alikuwa anaitwa Suleimani. Na ule mfalme Suleimani, ukisoma katika Mambo ya Wafalme wa Kwanza 8:29, unaona alijengea Mungu hekalu, alimjengea nyumba kubwa ya ibada. Leo hii viongozi wetu hata hamjasaidia katika kujenga hekalu la Mungu ndani ya nchi hii. I'm challenging you. I'm challenging you. Ni nani kiongozi ambaye amesema taifa linatenga pesa la kujenga katika taifa hili kiwanja fulani, kanisa kubwa ambalo halitakuwa kanisa la dini fulani, halitakuwa la Katoliki, halitakuwa la Wapentekoste, halitakuwa la Wasabato, litakuwa ni jengo la kitaifa la ibada. Na hilo jengo kubwa la kitaifa la ibada litaongozwa, ibada zake zitaongozwa na the state. Wapi? Hata msikiti wapi? Hampo, hamfanyi. Suleimani alijenga kanisa, jengo linaitwa hekalu ndani ya Yerusalemu. Na wakati alijenga lile hekalu ndani ya Yerusalemu, wakati wa kuliweka wakfu, Mungu alishuka mwenyewe akalitia lile jengo wakfu. Suleimani akaomba ombi katika hiyo andiko ambalo nimelisoma katika Wafalme wa Kwanza sura ya 8:29, akasema, Mungu, nyumba hii uliyoijenga kwa mikono yangu, watu wako wakigeuza uso wao, kama wamepigwa na tauni ya magonjwa, kama wamepigwa na tauni ya njaa, watu wako wakija hapa kama maadui zao wamewavamia, wageuke waliangalia jengo hili ambalo ndani yake umeliweka jina lako, wasikie. Mfalme Suleimani alitawala Israeli kwa miaka 40, miaka 40 yenye amani. Biblia inasema kwa siku zote alitawala ndani ya Israeli kulikuwa ni kipindi cha amani tupu, kwa sababu nuru ilikuwepo ndani ya Israeli. Nuru alipatiwa nafasi kubwa ndani ya taifa la Israeli. Ndio siri ambayo uko nayo wewe kama umeokoka, Mkristo mwenzangu. Ningependa ujue kwamba wewe ni nuru ya ulimwengu, na wewe ndio tegemeo la taifa, wewe ndio tegemeo la jamii, wewe ndio tegemeo la watu wa Mungu. Ndoa za watu wa Mungu zinakutegemea wewe. Taifa linakutegemea. Taifa linategemea kanisa. Na kanisa linaweza kukutana popote, hata chini ya mti, lakini lipatiwe nafasi ya kufanya kazi yake jinsi inavyofaa. Biblia inasema, Mungu alisema nuru nenda kwa duniani, na nuru akaja. Kwa hivyo nuru alipokuja duniani akaleta ile nuru iliyohitajika. Kanisa linahitaji nafasi ya kutenda kazi yake.
Kanisa ni wewe na mimi. Ujumbe huu umfikie kiongozi yeyote wa kitaifa. Ujumbe huu ufikie Mkristo yeyote popote alipo, kwamba unaweza kupiga kanisa vita na kanisa lionekane limenyamaza, lakini kanisa halikushindwa, ila jamii itaingia katika tabu. The church may look like we are not doing a lot, but it is the society that is in trouble. It is the nation that is in trouble. The church is still stable. So the benefits of the society will only come in the hands of the church. Biblia inasema watu wako walioitwa kwa jina lako wakigeuka waangalie mlima huu, mahali umeweka jina lako, wasikilize. Kuna umuhimu mkubwa wa kukutana pamoja. Biblia inasema msidharau, msiache mikutano ya pamoja. Do not neglect the coming together of brethren like it is in some of the people around here. Do not neglect the coming together. So neglecting of the coming together of brethren in this nation has become the major blow to what is going on. It has become a major blow to our security. It has become a major blow to our moral fabric. It has become a major blow to our economy. I will tell you this for free. Even the way the economy is suffering, the economy is suffering because the church has been muzzled. Na si vitisho. Shabani leo yuko, kesho atakuwa muondoka. Lakini ukweli huu utabaki siku nyingi sana. Ninaweza kuwa nabii ambaye hatajulikana katika taifa, lakini ni nabii aliyejulikana katika nchi, katika ufalme wa Mungu. Sasa mambo ambayo nazungumza ni mambo serious. Kama taifa linaweza kuzingatia mambo haya, well and good. Na kama kanisa linaweza zingatia mambo haya, well and good. It is time for us to go back to being the light of the world. It is time for us to go back to being what we were designed to be. Tulikusudiwa kuwa nuru ya ulimwengu, sio mwangaza, bali nuru ya ulimwengu. Ningependa niombe pamoja na wewe. Kama uko hapo nje na hujakuwa nuru ya ulimwengu, ni wakati wako wa kumpokea huyu nuru wa ulimwengu. Wakati mwingine mtu binafsi unatembea katika hali ambayo umechanganyikiwa, mawazo yamejaa fadhaa, watoto wamekwenda hivi, unalilia Mungu, hujui utaanzia wapi. Mume ameenda hivi hajarudi, mke ameenda hivi, mnasumbuana. Ni wakati wa kupokea nuru. Maana ukiwa na nuru katika maisha yako, basi mambo mengi yote yatakuwa sawa. Kwa hivyo ningependa nikuombee upokee nuru wa ulimwengu ambaye ni Kristo Yesu. Sema: Baba, katika jina la Yesu, asante kwa mafundisho nimeyapokea. Ninaomba katika jina la Yesu nisaidie ili nitembee katika njia zako, niwe nuru kwa watu wa ulimwengu. Katika jina la Yesu Kristo nirekebishe na unirejeshe kwako. Nimeomba katika jina takatifu la Kristo Yesu. Mungu akubariki na Mungu akutendee mema. Kama ni kutoa sadaka zako, basi tunatoa sadaka zetu live hapo vile ambavyo nimekuambia. Tunakuja kwako mubashara kabisa kwa njia ya Facebook na vile vile njia ya YouTube. Mungu akubariki na kutendee mema. Mimi ni Mwalimu Shaban Brima. Mpaka wakati ule mwingine tutakapoonana, Bwana akutendee mema.